kama hesabu za wekundu wa Msimbazi Simba zitatimia juu ya kile kinachoelezwa kuwa ni tetesi kuwa iko katika harakati za kumsajili mshambuliaji wa kimataifa kutoka Mali Ibrahim Dumbia zitatimia, maana yake wanachohakikishiwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba ni kwamba Simba itakuwa imepata kijana mwenye kipaji sana cha upachikaji mabao. Simba watakuwa wamepata jembe haswa ambalo wakilitumia vyema ndani ya misimu miwili mitatu, halafu akapandisha kiwango chake, maana yake ni kwamba Simba inaongeza nasibu ya kwenda kutengeneza fedha nyingi, ndio kufanya biashara kubwa, kwa sababu Ibrahim Dumbia ni mshambuliaji ambaye ni kijana mdogo sana. Katika msimu uliomalizika wa ligi kuu ya Mali akiwa katika klabu yake ya Korofina, yeye ameonyesha kiwango cha juu mno kiasi ya kwamba mwisho wa msimu akawa ndiye mchezaji bora chipukizi, katoa tuzo hiyo. Lakini pia akatoa tuzo ya mfungaji bora, ni kwa sababu alimaliza ligi akiwa amefunga mabao 17, lakini vile vile akitoa asisti 4, akichangia mabao 21 kwa klabu yake ya Korofina ambayo mwisho wa msimu ilimaliza katika nafasi ya 7 ikiwa na pointi 33, mabao ikifunga 28, ikiruhusu mabao 31. Alionyesha kiwango cha juu, na kwa timu yake ya Korofina, timu ya kawaida sana, timu ambayo kila msimu si miongoni mwa zile zinazowania ubingwa wa ligi kuu ya Mali kama zilivyo Joliba ambao ndio mabingwa wa msimu uliomalizika 2025-26 au Stade Malien ambao ni mabingwa wa msimu uliopita 24-25. Wao Korofina hupambana wasiteremke daraja. Kumaliza katika nafasi ya 7 ni mafanikio makubwa kwao, ambayo kwa kiasi kikubwa yamechangiwa pia na kiwango bora alichokionyesha huyu kijana mdogo Ibrahim Dumbia, kwa sababu ni Korofina hii ambayo msimu wa 2024-2025 ilimaliza katika ligi kuu ya Mali ikiwa nafasi ya 12. Nafasi ya 12 kati ya timu 14. Kwa lugha nyingine ilinusurika kidogo kuteremka daraja, kwa sababu timu mbili za mkiani kuteremka daraja. Hapa tunazungumzia timu ya 13 na timu ya 14, ligi kuu ya Mali na timu 14. Mechi kwa msimu ni mechi 26. Sasa wao walimaliza nafasi ya 12 msimu uliopita 24-25 wakiwa na pointi 25 tu, na kwenye mabao walikuwa ligi nzima mechi 26 walikuwa wamefunga mabao 16, wameruhusu mabao 30. Lakini kwa msimu huu, kutokana na kiwango bora kilichoonyeshwa na wachezaji wake na benchi la ufundi, hususan huyu Ibrahim Dumbia kama mshambuliaji kinara katika mfumo wa baada ya golikipa, kuna kwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji mmoja kinara ambaye ndiye yeye kijana Ibrahim Dumbia. Ama wakati mwingine wakitumia mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2, mmoja wapo akiwa Ibrahim Dumbia, wakapandisha mno kiwango chao kutoka nafasi ya 12 msimu wa 2024-25 wakapanda mpaka nafasi ya 7. Unaona wamepanda takriban hatua 5 kwenda juu. Yote ni kutokana na kiwango bora ambacho kimeonyeshwa na mchezaji kama Ibrahim Dumbia, hasa kwenye eneo la ufungaji. Lakini pia point kutoka pointi 25 walizomaliza nazo kwa msimu wa 24-25 wamezipandisha sasa, zimekuwa pointi 33. Unaona hapa zimeongezeka pointi takribani 8. Mafanikio hayo yamemfanya Ibrahim Dumbia awe gumzo. Kwa sababu gani? Ni kwamba chukulia haya ni mabao 28 waliofunga. Yeye katika mechi 26 za msimu mzima alicheza mechi 24. Yes, kijana mwenye umbile la kwenda juu vya kutosha, around 46. Anajua pa kusimama nyuma ya mabeki kusubiri mipira ili afunge. Anachomoka kwa kasi, mipira ya vichwa iko vizuri, baadhi ya mabao amefunga kwa vichwa. Huyu Ibrahim Dumbia alicheza mechi 24 kati ya 26, halafu ndipo akafunga mabao 17, assist 4. Sasa mabao 21 aliyochangia, kutaka kuona ni kwa namna gani alikuwa na mchango mkubwa, kiasi ya kwamba unaweza kusema kwa kiasi fulani ilikuwa ni one man army, ni jeshi la mtu mmoja. Ndio wenzake walifanya kazi kubwa pia kumtengenezea fursa, lakini mchango huu wa mabao 21 kwa ujumla, kwa maana aliofunga na assist, kati ya mabao 28 ambayo timu ilifunga kwa msimu mzima, ukizidisha kwa 100 hapa unapata mchango wake ni 75% ya mabao yote ya Korofina, almaarufu pia kama ASCO kwa kifupi, yametokana na yeye kufunga na kuassist, na ndio maana akawa mfungaji bora, akawa mchezaji bora chipukizi.
Kwa sifa hizi, maana yake ni kwamba kama kweli wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker wanampata, maana yake Simba inajiongezea nasibu ya kufunga kule juu. Na uzuri ni kwamba atakapotua Korofina ndani ya Simba, sio atakapotua Ibrahim Dumbia ndani ya Simba, namna atakavyochungwa sio sawa na vile anavyochungwa na wapinzani akiwa Korofina. Kama nilivyotoka kueleza kwa namba, kule Korofina yeye akiwa na nambari 17 mgongoni ndiye alikuwa akitazamwa zaidi na walinzi wa timu pinzani, kwa sababu wanajua 75% ya mabao Korofina yanamtegemea yeye. Lakini akitoa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, anakutana na nyota wenye kiwango cha juu wenye ukomavu: Libasege, Anise Ura, Eli Mpanzo Kibisawala, Cletus Chota Chama, Mwamba Lusaka, unazungumzia Selemani Mwalimu Gomez, na wanatajwa nyota wengine wakiwemo kina Keleso Makhalwa, wote kwa pamoja na wengine ambao sijawataja. Maana yake wapinzani wanakuwa na mbilinge sio tu za kuhangaika na Ibrahim Dumbia, bali pia na hao nilowataja ambao wakiachwa wanaleta madhara makubwa. Libase game msimu uliomalizika kafunga goli 7 baada ya kupiga mashuti 30. Anise Ura kapiga mashuti 29, ana goli 6. Cletus Chota Chama kafunga goli 8 ingawa 2 akiwa Singida Black Stars. Selemani Mwalimu kafunga goli 9. Eli Mpanzo Kibisawala kafunga goli 7, katoa assist 10, ndiye top assist provider. Ndiye aliyetoa assist nyingi kuliko wachezaji wote katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika 2025-26. Nimewataja tu baadhi. Sasa hao wote wapinzani wa Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, michuano ya kimataifa kwa maana ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo Simba anakwenda kushiriki kwa mara nyingine tena, wapinzani walinzi wake watakuwa hawahangaiki na Dumbia peke yake, kwa sababu wakifanya hivyo ni kosa. Hao wazee wazima wenye kipaji waliothibitisha ubora, wenye uzoefu watawadhuru. Kwa sababu hiyo wakipeleka nguvu zao pia kwa hao wengine, kina Chama, kina Gee, kina Ura, kina Selemani Mwalimu, kina Mpanzo, maana Dumbia inamuongezea nasibu ya kufunga kuliko hata alipo sasa katika klabu ya Korofina. Na kisha Simba na wapishi wazuri wengi sana. Kwa sababu hiyo akitua, matarajio ni kwamba kwa mifumo ya kocha Steve Barker, baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 mshambuliaji kinara mmoja, Dogo anaweza akatupwa hapa, lakini pia anaweza kucheza eneo lolote katika haya pembeni. Lakini pia kwa mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3, katika wale 3 wa juu, washambuliaji 3 wa juu, anaweza kucheza kokote Dogo, na hasa kutoka eneo la kati. Kwa lugha nyingine, kama dili hili likitiki, ikiwa kama linavyozungumzwa kuwa ni tetesi ikawa kweli, basi Simba atakuwa amepata mtu wa maana aswa. Ni nafasi yake yeye kuja kuongeza kipaji chake katika timu ambayo inamhakikishia kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini katika ligi bora zaidi, ligi kuu Tanzania bara kwa mujibu wa CAF hapa tunapozungumza ni namba 5 kwa ubora, ikizidiwa tu na ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria na ligi kuu ya Afrika Kusini. Ligi kuu ya Mali ni ligi ya 13 kwa ubora. Iko vizuri, lakini ukweli ni kwamba anachopaswa kujiandaa ni pamoja na changamoto, anakutana na ushindani mkali zaidi katika ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu kule Mali ushindani upo, lakini sio kama katika ligi kuu Tanzania bara anapokwenda kukumbana na timu zenye malengo makubwa kama Yanga, Azam, Singida Black Stars na nyinginezo katika ligi kuu Tanzania bara, ambako kila msimu ni mguu wa shingo mguu wa roho. Sasa hiyo nayo ni sehemu ya changamoto ambayo anapaswa kujiandaa nayo atakapotua, ingawa uwezekano wa kutumika kwa kocha Steve Barker akitua ni mkubwa na akafanya vizuri pindi tu akiwa mtulivu na kuendeleza kile alichokionyesha katika msimu uliomalizika ligi kuu ya Mali. Changamoto nyingine ni kwamba yeye amekuwa akihitajika na timu nyingi. Ndio, miluzi imekuwa mingi. Simba wakifanikiwa maana yake watakuwa wamewashinda wengine wengi. Lakini changamoto hizo kwa Simba katika kumpata, lakini kwa yeye katika kuamua wapi aende kwa usahihi ili kukuza karia yake, lakini pia kupata nafasi ya kucheza. Lakini huyu Ibrahim Dumbia ana mambo mengi chanya, lakini mojawapo ni kwamba atakapotua nchini, swala la uzoefu kwa mfano, anaweza akafarijiwa na raia wa Mali wanaocheza nchini hapa. Kwa mfano golikipa Djigui Diarra, wapo akina Sadio Kanuti ndani ya Azam, wanaweza wakamfariji vyema katika kumhakikishia mazingira ya Tanzania katika kufanya kazi, na hivyo kumrahisishia utekelezaji wa majukumu yake endapo tu atatua Simba. Lakini ndani ya Simba yeye binafsi apambane haswa, kwa sababu wale wanatoka kuwataja wana uwezo kuleta matokeo. Kocha akajikuta kama atekelezi mipango kazi ya benchi la ufundi la Steve Barker, basi kijana huyu akajikuta muda mwingi akiishia kuwa ni
wa kukaa benchi akishuhudia wazoefu hao wakifanya vizuri zaidi. Ushindani ni mkali na lazima afanye hivyo. Lakini kingine ni kwamba asije akapita njia za wageni wengine ambao wameingia kwa kishindo halafu anachokifanya ni tofauti. Upo mfano. Yupo raia mwenzake wa Mali, Lassine Kouma, yupo Yanga, alifanya vizuri sana katika ligi kuu ya Mali katika klabu ya Stade Malien, lakini ametua Yanga bado hajafanya kile ambacho kilitarajiwa wakati akisajiliwa. Sasa yeye amefanya vizuri, maana yake akipata nafasi ya kutoa nchini basi ajifunze wapi ambako Lassine Kouma kwa mfano panamsumbua kushindwa kung'ara kama alivyokuwa kule kwa Mali, ili yeye afanye vizuri zaidi. Lakini hana uzoefu katika michuano mikubwa ya CAF kama ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu klabu yake ya Korofina kama nilivyotoka kueleza ni mid table team ya kupambana tu isiteremke daraja. Sasa akitoa Simba ni daraja la juu, itabidi aongeze cha ziada ili ahakikishe anawapa Simba kile wanachokitarajia endapo atatua. Vinginevyo Ibrahim Dumbia ana mambo mengi mazuri na Simba wanajiongezea nasibu ya kupata matunda chanya uwanjani pindi akitua na kudumisha kiwango chake. Lakini pili, uwezekano kuja kufanya biashara na kupata fedha nyingi, lakini kuongeza tishio kwa wapinzani, hasa kwa kuzingatia ni Simba ambayo ina wale kutoka kuwataja Libasege, Anise Ura, Elim Panzo Kibisawala, Chama na wengineo wa kutosha. Sajili ni kamari. Je, kamari hii kama kweli inachezwa na Wekundu wa Msimbazi Simba kama ilivyo usajili mwingine wa mchezaji yoyote katika kila msimu, kwamba matarajio yanaweza kawa X, majibu yakawa Y, ambayo ni mazuri zaidi ama kinyume cha malengo. Je, itakuwa vipi kwamba tetesi hizi hatimaye zitatoa majibu kwamba Ibrahim Dumbia atatoa kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, na ikiwa hivyo atapambana vipi kuhakikisha kile anachokionyesha katika ligi kuu ya Mali anakihamishia katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ili kuwapa furaha wana Msimbazi? Ni swala la kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.